Yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko vizuri, tuko sawasawa, tumeamka salama. Sisi tumemaliza session yetu ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunafahamu, tunatambua tunakwenda kucheza dhidi ya timu kubwa, timu yenye wachezaji wazuri, wako unbeaten, wanaongoza ligi. Lakini ukweli ni kwamba kesho ni siku ya kuwaonesha na kuwakumbusha watu kwamba Pamba Jiji Football Club ni timu ya aina gani. Kwa hiyo tuwaambie mashabiki wa mpira, mashabiki wa klabu ya Pamba, mashabiki wa kanda ya Ziwa na wengine ambao kwa safarini kuingia jijini Mwanza kwa ajili ya mchezo wa kesho, sisi kama klabu ya Pamba Jiji tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Haitakuwa rahisi hata kidogo, lakini lengo kwenye mchezo wa kesho ni kuwakumbusha watu kama walisahau kwamba Pamba Jiji Football Club ya msimu huu ni aina ipi ya timu. Hatuna changamoto yoyote, hatumuhofii yeyote, zaidi tunaziheshimu timu zote ambazo ziko ligi kuu soka Tanzania bara. Ndio maana nikasema wanafungika na kesho tutakwenda kuwafunga kunako uwanja wa CCM Kirumba. Moze. Yes. The way unazungumza pengine kwa confidence kuliko hata mwalimu wako. Tunapaswa kuchukua point gani hapo? Nasema mnaenda kuwafunga Yanga, lakini mwalimu wako anasema alama moja itakuwa ni kubwa pia. Na nadhani we ni mwandishi ambaye ni mbobezi. Kwa hiyo unajua nini cha kufanya wakati gani. Kwa hiyo siko hapa kukuambia Upete unatakiwa uchukue lipi na lipi. Kwa hiyo lile ambalo utaona kwako wewe linakufaa, hilo ndio beba ndugu yangu, ondoka nao. Lakini sisi kama club, narudia tena, tumejipanga vizuri kuhakikisha kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba heshima yetu ambayo imepotea kwa miaka kadhaa dhidi yao tunakwenda kuirejesha kesho. Kwa hiyo hatuna lingine, hatuna sababu yote ya kwenda tunabembelezana, tunatiatia huruma, tunaenda kinyonge, hapana. Zaidi tunawaheshimu wao na timu zote ambazo ziko kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kesho kwa ubora wa kikosi ambacho tuko nacho, quality ya mwalimu wetu Francis Baraza, hatuna chochote cha kuhofia kunako mchezo wa kesho. Mashabiki na wapenzi niwaambie, mchezo uliopita tulipata shida kidogo, watu walikuja na matokeo yao, walivyokutana na kitu cha tofauti ndani ya dakika 90 walianza kuleta fujo, walianza kugombana na watu, walipiga watu mpaka ikawa kuna shida. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa timu zote mbili ambazo watakuja kuangalia mchezo hiyo kesho, matokeo ya mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Young Africans yanapatikana kesho baada ya dakika 90 kunako uwanja wa CCM Kirumba. Yale matokeo ambayo uko nayo nyumbani, yale matokeo ambayo watu wamesafiri wamekuja nayo, wayaache mahotelini, wayaache majumbani kwao. Matokeo watayakuta kunako uwanja wa CCM Kirumba. Ukija na dhana na matokeo yako mwenyewe ndo yale ambayo yalitokea kwenye mchezo ambao ulipita. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwenye maeneo yote, na tuambie tu watu wakate tiketi mapema. Tiketi zimeshaanza kuuzwa leo kwenye magari, lakini pia kwenye vituo mbalimbali. Kwa watu waende wakakate tiketi. Tukutane kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Samani kidogo msemaji, unawakanya wasije na matokeo yao, lakini hapa wewe mwenyewe ni kama vile tayari unaenda na matokeo yako. Ni kutokusikiliza tu kwa makini. Nimekwambia timu zote mbili za kesho nikijumlisha na timu yangu kwa maana ya Pamba pamoja na Young Africans, matokeo tunatakiwa tuyaache nyumbani kwetu. Matokeo ya mchezo kati ya Pamba na Yanga yanapatikana kunako uwanja wa CCM Kirumba kesho baada ya dakika 90. Upete. Wewe pia ni mwandishi mwenzetu na bila shaka unapitia kwenye mitandao ya kijamii, unaona kinachozungumzwa. Ukitazama maoni mengi, kuna maelezo kwamba mechi hii ina undugu na vitu vingine vya namna hiyo. Nini ambacho unahisi, kwa nini watu wanazungumza hivyo na nini ambacho mnaweza mkakichukua kwenye hiyo inayozungumzwa? Kusema kwamba kuna nini ambacho kinazungumzwa au kwa sababu gani, siwezi nikawa najibu kwa sababu bahati mbaya ni wewe ndio umeniface kuuliza hilo swali, lakini ni ukweli. Nikisema sioni nitakuwa naongopa. Kwa hiyo ni kweli hayo mambo nayaona yanazungumzwa. Ndio maana sasa nikasema kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya kuelekea kwenye mchezo ambavyo haikuwahi kuwa kawaida kuelekea kwenye huo mchezo wa kesho. Kwa hiyo pengine Upete natamani majibu ya hili swali nije niajibu au zijibu dakika 90 za mchezo wa kesho. Sasa ukimaliza mwenyewe useme kweli hapa kulikuwa kuna mechi au kulikuwa kuna mambo mengine. Hii ni mechi ambayo tunaitaka kuliko vile ambavyo watu wanafikiria. Lakini hatuna sababu na hatuna jambo lolote la kumwaminisha mtu kwamba tunakwenda kufanya nini kwenye mchezo wa kesho. Kwa haya ambao wanasema bwana Upete acha yasemwe, tunatamani sisi majibu yetu tuyajibu baada ya dakika 90 kwenye mchezo huo wa kesho. Sio Yanga tu. Sisi hatuna undugu na timu yoyote. Sisi tuna undugu na Pamba Jiji Football Club peke yake.
Labda kama wewe Zai una timu, sawa, tuanze kuwa undugu na wewe. Pamba peke yake. Naam. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo ilitokea kwenye mchezo dhidi ya Simba ilikuwa ni utaratibu wa kuingia kwa mashabiki. Namna gani wewe ni msemaji umelishughulikia hili, kwa sababu nilikuwepo kwenye ule mchezo na watu wengi walibaki nje kutokana na namna ambavyo utaratibu ulikuwa si rafiki kwao kuweza kuwaruhusu kuingia mapema ndani ya uwanja. Namna gani mmelishughulikia hili? Kaka, sio swala la utaratibu, issue ni watu kuwahi kukata tiketi mapema. Yaani mtu anataka aje saa 8 alafu aingie uwanjani saa 8:15 na hajakata tiketi. Kwa hiyo kuna foleni ya kukata tiketi, alafu kuna foleni ya mtu kufanya nini? Ndio maana tumeanza kuuza tiketi leo asubuhi mapema. Magari yanapita barabarani. Kuna vituo vinauza. Kwa hiyo watu wafike mapema kwenye vituo, wakate tiketi. Kesho mageti saa 4:30 yamekwisha kufunguliwa, watu wanaingia ndani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ukikutana na swala la hivyo, muita tu mtu pembeni, muulize, wewe umekuja saa ngapi? Atakwambia. Kwa hiyo hii ni mechi kubwa, of course, wala hatuwezi kukataa. Kwa hiyo lazima kuna baadhi ya vitu tutokane na yale mazoea. Mechi saa 10 unaenda saa 8:30, sio saa ngapi? Obvious itakuwa. Lakini kama una tiketi yako tayari, utaenda kwenye foleni ya kuingia, sio foleni ya kukata tiketi, alafu tena ukaweke foleni ya kuingia. Kwa hiyo rai yangu hapa, ili kuepusha hayo, watu tukate tiketi mapema, ambayo ni leo. Siku nzima magari yanapita, watu wakate tiketi. Kesho tuwe tuna foleni ya kuingia kiwanjani, tukaangalia dakika 90 za mchezo wa kesho. Wanafungika tu ni kauli mbiu ambayo umepandikiza pia kwa wachezaji, ama tu wewe kama msemaji? Si Kevin Nation katoka hapo, umemsikia alivyoongea. Sasa kama ni ya kwangu tu, kesho pale ndio utajua baada ya dakika 90. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.